Bosi anaingia ofisini kwake, akapishana na mfanyakazi wake, wakapalamiana hapa, maji machafu yakamwagika kwenye nguo ya bosi. Mwamba alianza kujitetea, bosi naomba samahani, sikukusudia, hii ndoo ilikuwa imetoboka, nilikuwa naenda kumwaga haya maji. Bosi akamwambia, kwa hiyo unataka umaanishe ni makosa yangu? Hapana bosi, sio makosa yako. Bosi naomba unisamehe sana, sijamaanisha kabisa, unajua thamani ya hii nguo. Na bosi naomba unisamehe, tusifike huko kote. Mwamba ikabidi adondoke goti. Bosi akamuuliza, jina lako unaitwa nani? Mwamba alivyoona anaulizwa jina akajua hii ni melambwa chuma. Akasema, bosi achana na hilo swala la jina, naomba unisamehe, usinifukuze kazi bosi, ni makosa tu. Bosi akasema ameshafukuzwa kazi, huyu ni assistant wake. Kwa alivyoipokea Mwamba naomba msamaha, bosi akamwambia umeshafukuzwa kazi, kwa hiyo ondoka. Kibarua kikaota nyasi. Sasa Mwamba kibarua kimeota nyasi, akataka kidogo ajiliwaze, atulize akili. Leo ni siku ya wapendanao, ikabidi aje nyumbani ukweni, nyumbani kwao na mwanamke ambaye yupo naye kwenye mahusiano, ni mchumba wake, naye aje kuonesha upendo wake kwake, maana leo ni siku ya wapendanao. Mwamba amefika, anamkuta mama pamoja na dada mtu wakiwa wamekaa. Dada mtu naye mwanaume wake kaja, ila kawaletea zawadi nyingi sana, na mama alikuwa akijivunia huyo mtu. Binti alivyomuona bwana yake, naye akaona wao na wakwangu, naye kaja, kainuka kamkumbatia mshikaji. Mshikaji kachomoa kiua chake kidogo, kamtakia heri ya siku ya wapendanao. Bidada akasema, zawadi ni zawadi, hata ukinipa dole mimi huwa nafurahia. Mwamba akawa na smile tu, kumchumba analinusa ua. Mara mama mkwe akakulupuka hapa, hebu ona huyu naye, wanaume wengine ni wahovyo. Yani leo siku ya wapendanao, wanawachukua wake zao, wanawachukua wapenzi wao, wanawapeleka huko vacation. Wewe huko hapa na kiua chako cha bukujelo unasema siku heli ya siku ya wapendanao. Mwanamke akaona mama inatosha, mimi hiki kina fresh, nimeridhika. Dada mtu anavomnyari sasa dogo akamuuliza mwanaume wake, eti vipi baby, tunaelekea kula chakula cha usiku, ungependa kuungana na sisi kwenye chakula? Mama akasema, sasa unamuuliza swali gani hilo? Wewe nenda tu kampakulie chakula. Sasa unahisi huyu atasema ana njaa? Ukimuona kabisa unaona mtu mwenyewe ana njaa, wewe nenda ukampakulie tu chakula kuliko kuendelea kumuuliza hao maswali. Mwamba anaona anadhalilishwa hapa ukweni. Sasa kwa kuwa hana pesa inabidi awe mdogo, maana kuna mwenzake amekaa hapo chini, yeye kidogo ana hela nzuri, kwa hiyo yeye akija anapokelewa kifaume, anaambiwa akae. Huyu akija anasimama wima kama askari na ataondoka hivyo hivyo kama mgambo. Mwamba akaona dharau zinazidi, mama mkwe anadharau, atakuja kumkosa mchumba. Ikabidi mwanaume hachagui kazi, akatafute kazi yoyote tu, ni mradi apiganishe ili aone kama vipi anaweza akapindua matokeo. Mwamba amefika hapa site, anataka kazi ya saidia fundi. Sasa huyu Mwamba akamtizama akamwambia, wewe hivyo ulivyo na hivyo vieleni upewe kazi ya saidia fundi, unaweza kubeba zege wewe? Jamaa akasema, kama hicho ni hivi vieleni mimi naweza nikavivua. Jamaa akasema, kwanza watu kama nyie mnaonekana hivi mimi siwakubali, kwa sababu ndio watu kama nyie mlimpa mimba dada yangu, kwa hiyo hamna kazi hapa, wewe tembea. Ngoma imekuwa ngumu, kutafuta kazi ni kazi, usiache kazi. Una kazi bora uwe na kazi, ufanye kazi, usije ukachezea kazi. Mwamba akarudi akapiga magoti na kamwomba bosi wake amsamehe tu, ampe kazi, kwa sababu Mwamba anahitaji sana hii kazi. Bosi akamuuliza jina lake tena, anaitwa nani? Mwamba akasema, mimi jina langu naitwa Boma. Bosi akamwambia, inuka rudi kazini, tayari nimeshakurudisha kazini. Sasa Mwamba kazi aliyokuwa akifanya hapa ni kazi ya usafi, yani kazi yake ni kusafisha humu ndani. Mchizi kabidi arudi kwenye majukumu yake, hatimaye ameshaipata kazi. Sasa bosi akiwa amekaa hapa ofisini anashangaa kuna mtu huko. Wewe ni nani? Huko unafanya nini? Mwamba ikabidi ajitokeze, bosi samani, nilikuwa najaribu kubadilisha nguo hapa, nivae nguo zangu za nyumbani, nimemaliza kazi, nisamee kama nimekosea, sitarudia tena. Bosi akaanza kuangalia kifua cha mshikaji. Kifua kinaanza kumvutia bosi. Bosi anaona jamaa anaongea sana. Mwisho siku msaidizi wa bosi akamwambia, utoka huko nenda ukavae. Bosi akamwambia, usimama hapo hapo, usiende kuvaa. Jamaa akaona nimeisha akanyaga. Huyu mama ukijichanganya dakika 2 anakufukuza kazi. Bosi usinifukuze, sitarudia tena kuja kubadilisha nguo huko bosi, naomba unisamee, hii ni mara yangu ya mwisho kabisa, sirudii tena bosi, naomba unisamee sana. Bosi yuko kimya, akamwambia nyamaza. Jamaa ikabidi anyamaze. Bosi akasogea mpaka mshikaji alipo, akaanza kumwangalia vizuri, anamkagua huko, anamgeuza. Jamaa anasema, bosi sijaiba kitu chochote, sijachukua kitu chochote. Kumbe Mwamba ameshauiba moyo wa bosi pasipo kujua. Bosi ni kwamba ni ameshaanza kuvutiwa na hiki kidali cha Mwamba. Bosi ni kama vile anakitolea macho. Bosi akasogea akamwambia, kijana umejazia vizuri, naona una nyama na kifua kimekubali sana. Jamaa akasema, bosi samahani sana kama nitakuwa nimekosea. Mara wafanyakazi wake wakaingia humu ndani.
Walivyokuja wakaja na nguo za fashion, maana hawa wanadili na masuala ya fashion. Kumbe bosi alivyokuwa nakitizama kifua cha mwamba, anaona mwamba anafaa sana kwenye designing. Kwa yeye atahusika katika kutangaza mavazi ambayo hawa wanakuwa wana design humo ndani. Mwamba akavalishwa hizi nguo, alafu bosi akaanza kumtizama vizuri. Yani kumbe alikuwa na mtu humo ndani anamtumia tu kwenye usafi, lakini mwamba ni anafaa sana kwenye mitindo. Bosi akautoa mkataba, mwamba akamuita mwanasheria wake, wakaupitia mkataba na wakaona wana kila sababu za kusaini mkataba na kufanya kazi kwa pamoja. Mwamba akiwa mwanamitindo sasa hivi, sio tena kijana anayesaidia usafi hapa ofisini. Zoezi la kupiga picha likaanza. Lakini sasa bosi ana sababu zake binafsi tena kwa huyu mwamba. Kile kifua hakukiona kinafaa tu kwa ajili ya wanamitindo, ila kuna wanamitindo wa kitandani pia bosi anaona kile kifua kinafaa. Bosi akaanza kumchombeza mwamba kama vipi aingie kwenye 18. Maana anajua vijana wa kimaskini hawa, bosi ukiweka dodo nje kijana lazima atalifakamia. Ila mwamba akamtoka bosi, yani akawa anamkataa. Bosi akaona okay, kumbe sio polepole. Mwamba yeye yuko busy tu na yule mpenzi wake ambaye kila siku akienda ukweni wanamzodoa, ila mwamba yupo tena. Leo ilikuwa ni birthday ya mama mkwe. Mwamba katafuta kazawadi kake kadogo, kaenda anamkuta tena yule mwamba ambaye yeye ni mwanaume wa huyu dada yake na mpenzi wake. Yupo hapa, yeye ameleta mifuko mikubwa kweli, zawadi nyingi. Jamaa akafika akaona sio kesi, na sisi tutaishi hivyo hivyo ambavyo wanataka tuishi nao. Sasa wamefika, mwamba naye akamtakia mama heri ya kuzaliwa na akawa anajaribu kumpa kizawadi chake. Mama hataki kumsikiliza. Mpenzi wake anamwambia mama, usimsikilize huyu jamaa, naye amekuja kukutakia heri ya kuzaliwa. Mama anasema yupi? Huyu. Na aka mfuko kadogo. Wewe unahisi aka mfuko kadogo atakuwa ameweka zawadi gani? Hebu achana naye bwana. Sikiliza, kwanza nadhani labda niwaambie kitu kimoja. Leo ni siku yangu ya kufurahi kabisa, sitaki kukwazwa. Mwacha aondoke. Binti anamfuata akamwambia wewe subiri bwana, achana naye, mwacha aondoke bwana, atakuja ale tu chakula chetu hapa. Mambo ya photoshoot yameendelea. Sasa bosi naye anaona itumia hiyo nafasi kuwa karibu na mwamba. Wakienda kufanya photoshoot, wanafanya photoshoot kwa pamoja. Bosi anapata nafasi ya kumkumbatia mshikaji, anafurahia kweli, maana ana lengo lingine tofauti na hili lengo la kibiashara linaloendelea. Sasa mwamba hii huwa inamkwaza kinoma, alafu ikichangia kipindi hiki yupo kwenye kipindi kigumu, akienda ukweni anazalaulika. Kwa mwamba yuko hana furaha kabisa. Leo bosi akataka kumletea ugaigai hapa kwenye gari. Mchizi akamwambia nisimamisheni na mnishushe. Hataki kabisa kusikia habari za bosi, anamtaka wakati ana stress za mapenzi zinamuendesha kinoma. Mwamba akateleza, akaendelea na utaratibu mwingine. Sasa kwa kuwa mwamba ana stress ambazo zinaendelea kutoka kule kwa yule mpenzi wake ambaye anampenda, mama mkwe anamletea dharau sana kwa sababu mwamba hana hela. Alafu bosi muda wote anatamani kuwa karibu na mwamba. Unajua wakati mwingine ukiwa na shida, pesa huwa inakushawishi tu jikute unaingia mkenge. Mwamba akaanza kumsogelea huyu bosi, wanaenda wanapiga story. Leo amezungumza mpaka mwamba amesinzia. Bosi kapanda huko chumbani kwake, kamletea shuka, mwamba kamfunika. Kumekucha asubuhi, mwamba anajikuta amelala kwenye makochi ya bosi wake. Mchizi kabidi asepe arudi nyumbani kwake. Anafika geto, anamkuta demu wake yupo, anamwambia niambie ulilala wapi? Nimekuja hapa toka jana usiku. Nimepiga simu ulikuwa ushiki simu, alafu narudi leo asubuhi. Ulilala wapi? Mwamba akamwambia unajua kabisa jana nilikuwa nafanya photoshoot. Ile ikafika muda nikachoka sana, ikabidi nilale tu nipumzike kule kule kwa bosi wangu. Mwanamke akasema oho, sasa naelewa. Kwa kumbe ulilala na yule mwanamke. Anajifanya mwema, amekubadilisha kitengo cha kazi, kumbe anakutaka, anaanza kukushawishi. Sasa sikiza nikwambie, mwambie hawezi kukupata. Yani hawezi kuninyang'anya mwanaume wangu ninayempenda. Yani hicho kitu hakitawezekana kabisa. Sijui unanielewa? Mwamba akamwambia tulia mama, mimi siwezi kufanya kitu kama hicho, wala usiwe na shaka wala nini. Kumekucha asubuhi, majukumu ya kazi yanaendelea. Mchumba mtu wivu umemnasa, amekuja mpaka hapa ofisini. Wangu kaingia mpaka ndani, kamtawanya mtu na bosi wake. Alafu oh baby, nimekuja kukuangalia, nilikumisi sana mpenzi wangu. Bosi yuko pembeni anamwangalia. Akamwambia binti, hairuhusiwi kuingia mpaka huku. Wewe ni nani? Hebu kaa kule, kama unamsubiri mtu wako kaa nje kule. Binti akasema nikae nje wakati mwanaume wangu yuko ndani. Mwamba ikabidi atulize ili vulugumai, maana anajua kilichomleta huyu mwanamke hapa ni kutaka kuja kumlingishia huyu bosi, ili bosi asije akahisi kama anaweza akamnyang'anya mwanaume wake. Mwamba anampigia simu mpenzi wake na kumwambia anatakiwa aondoke Abuja wiki 2 na huyu bosi wake kwa ajili ya harakati zao za photoshoot. Mwanamke akakataa, haitawezekana. Huyo mwanamke anayekutolea macho ni kuacha uondoke naye Abuja wiki 2. Ili iweje? Nini kitokee? Hilo halitowezekana. Mwamba akarudi akamwambia bosi kiukweli amesaini mkataba wa kazi, lakini kuondoka Abuja wiki 2 itakuwa ni ngumu. Ikiwezekana hiyo photoshoot wafanyie hapa Lagos. Abuja itakuwa ni ngumu. Mwanamke akaona hii ni ngumu, ikabidi amtafute mpenzi wa Mwamba na amwambia mshawishi Mwamba ili bosi aondoke na yule mshikaji.
Demu alivyofika hapa kuongea na huyu akamwambia umechanganyikiwa, yani mimi nikupe mwanaume wangu uondoke naye wakati najua unamtolea macho, siwezi kufanya ujinga kama huo. Mwanamke akaambiwa vipi nikikupa milioni 20 unaweza kaniachia huyu mwanaume mimi nikaondoka naye? Mwanamke akasema milioni 20 kwaje, tunaenda kufanya kazi ila tutakaa tu wiki mbili. Mwanamke akataja account number, akamuuza mwanaume wake kwa shilingi milioni 20. Sasa akaambiwa mshawishi mpaka mwamba akubali kuondoka. Bidada usiku huo akamletea mwamba utamu. Baada ya kumpa utamu akamwambia sasa sikiliza nikwambie, naona kuna umuhimu uondoke ile safari ya Abuja. Mwamba anashangaa niondoke kufanya nini wakati tushasema tuachane nayo? Hapana, ni muhimu sana, itakusaidia sana. Unajua wewe ni mwanamitindo mpya ndo kwanza unaanza. Kwa kama ukienda utakutana na watu wapya, utapata new connection, mambo yatakuwa ni mengi na itakusaidia kwenye kukua. Ni bora tu uondoke. Mwamba alibanwa mpaka akakubali na tayari safari ikaanza. Wameshafika mjini Abuja. Mwamba alichokuwa na kikwepa ndicho kilichoandaliwa. Kwanza kitendo cha kufika Abuja, hoteli iliyochukuliwa ni chumba kimoja tu. Yeye na bosi watalala chumba kimoja. Sasa tunalala chumba kimoja wakati bosi ni mwanamke, mimi ni mwanaume. Hakuna chumba kingine. Nimejaribu kufanya booking ila mambo hayajaenda kama nilivyotarajia. Kwa hiyo chumba kilichopatikana ni hiki na hakuna hoteli yote hapa karibu tutapata chumba. Mwamba akaanza kuona naishije humu ndani na bosi wangu, itakuwa ngumu. Akamuita assistant wake na bosi wake akamwambia nitafutieni chumba. Kama vipi wewe njoo ulale huku nikalale chumbani kwako. Demu akamwambia chumbani kwangu tunalala watu 3. Sasa kama utaweza kulala na makeup artist na wengine wale, nenda ukalale kule mimi nije huku. Mwamba akaona hii ngoma ni ngumu. Ikalazimika aishi chumba kimoja na bosi wake. Sasa bosi akimuona Mwamba yupo kifua gemu anapagawa kinoma, maana ndo vitu vinavyomchanganya. Na hivi ndo vilivyosababisha achukue chumba kimoja tu akomae alale na Mwamba. Muda wote akimuona Mwamba amepoa ana furaha, demu anamfuata hapa anamletea ukarimu. Yani demu amejisogeza kwa Mwamba kiasi kwamba unatongozwa mpaka unaanza kuingia mkenge. Mwamba anajikuta anapiga sana story na udemu, analala kitanda kimoja kwa hadi usiku asipokuwa na usingizi wanaendelea kupiga story. Haikuchukua time mzee, mwanaume kuindwa na mwanamke wiki mbili, mambo akawa mengi hapa. Mwamba akaanza kuona kama zinamjaa. Mwisho wa siku bosi kaingia kwenye 18. Mwamba akaona pote akaula mzigo wa bosi wake, itakalokuwa na liwe. Mchizi baada ya kuula mzigo, safari ikaisha, watu wakarudi tena mjini Lagos. Sasa mchizi anarudi mjini Lagos, akili imeisha badilika tena. Hamtaki huyu mpenzi wake, anaona kama huyu mpenzi wake future haiwezi kuwa, muda wote wapo hakuna chochote kinachofanyika, anemtaka ni yule bosi wake. Na akabidi amchane udemu ukweli. Kiukweli wiki mbili nilizoondoka na yule mwanamke zimeweza kubadilisha kila kitu. Zimenifanya nione mimi na yule mwanamke tunaweza tukafanya kitu tofauti na mimi na wewe tulivyo. Kwa hiyo mimi naona mahusiano yetu hayana future. Kiukweli utanisamee lakini mimi yule mwanamke naona ndo mtu ambaye nastahili kuwa naye. Baada ya kumpa makavu yule demu amekuja huko kwa demu wake. Sasa huku nyumbani kwao na yule demu, mama ametoka wapi haijulikani, anakuja nyumbani analia. Watoto wanamuuliza mama unalia nini si useme. Mama anasema mwanangu, kiukweli nilikuwa namletea dharau mtu nisiyemjua. Hivyo unamjua yule Boma kwao ni matajiri. Mama yake Boma kumbe ndio yule bilionea aliyokuwa anasumbua kule kijijini kwetu. Kumbe huyu Boma ni wakishua, alikuwa anakuja hapa anajifanya ni maskini, kumbe ni wakishua. Mwanangu, unaweza ukapambana kumfanya Boma aendelee kubaki kuwa wako. Mwanamke alivyosikia Boma ni wakishua, akaona sio kweli, siwezi kuacha mwanaume wakishua aondoke hivi. Mimi nilikuwa najua ni choka mbaya tu anaungaunga, kumbe ni wakishua. Mwanamke akaja hapa kwa huyu bosi na akaja kumwambia mpumbavu wewe. Kumbe ulikuja kunipa pesa, shida yako ulikuwa unataka unibia mwanaume wangu. Wewe ni mwanamke tajiri una pesa, unashindwa kutafuta mwanaume wako, unanibia mwanaume wangu. Mwanamke mbaya kweli. Na uwezi kumchukua, nakwambiaje utashindwa tu. Mwanamke ametoa makavu, imebidi aondoke, hakuna namna. Mwamba akaja kuzungumza na huyu mwanamke hapa na leo ikabidi amchane ukweli. Mimi ni wakishua, sio mfanyakazi kama ulivyokuona nichukulia. Na nimetoka kununua nyumba 2. Moja nimekununulia, nyingine ni ya kwangu. Mwanamke akasema mimi sina shida na hela zako. Mwamba akasema kwa kipindi chote ambacho mimi nilikuwa sina hela, wewe ndio hela zako zilikuwa zinatumika kwa ajili yangu. Hakika nimeona wewe ni mwanamke bora sana na ni mwema sana na unanifaa sana kwenye maisha yangu. Kwa hiyo sasa hivi nataka nikuhudumie na nikuoneshe mimi ni nani haswa. Amemalizana na yule mwanamke, ikabidi aje ukweni. Sasa huku ukweni wanamtaka sana, maana zimeshavuja kuwa Mwamba ni wakishua na ni bilionea. Alivyofika tu ni kama vile hajawapiga matukio. Watu wote wanamkaribisha, mama mkwe, karibu baba, karibu jisikie huko nyumbani, kuna chakula, kuna juice. Wakati mwanzo alikuwa anaonekana anakuja kula msosi wao, hapa wanambembeleza kula. Mwamba akasema sijaja kula, lakini nimekuja tu kuambia kitu kimoja. Mimi na wewe kuendelea na mahusiano itakuwa ni ngumu, lakini nitakupa milioni 50 na hela ikusaidie kwenye maisha yako. Kwa nini? Lakini mimi nilipambana kipindi hauna hela, kumbe hamna.
wewe ni mwanamke ambaye umebadilika sana hapa katikati. Kiukweli mabadiliko yako yamenifanya nione kumbe ulikuwa na mimi kwa sababu ulikuwa unaamini siku nikipata hilo utazitumia pesa zangu na ukuwa na mapenzi ya kweli. Mwanamke akamwambia unaniongelea hivyo kama nani? Unajichukulia nani? Sasa sikiliza nikwambie, nenda kwa huyo mwanamke wako unayemtaka, achana na mimi mwenyewe, ni kwa sikuelewi vile vile. Sasa kikubwa nipe hiyo hela leo, niahidi ole wako usije ukanipa. Mwamba akamwangalia mwanamke akaona oho, na mwanamke akamwambia kwanza huyo mwanamke unayejidai naye alinilipa milioni 20 ili nikuruhusu uondoke naye Abuja. Kwa hiyo mimi nilipewa hela. Mwamba kuisikia hii story kiukweli ilimuuma. Kwa kumbe anajiona ameanzisha mahusiano na yule mwanamke ni kwa upendo, kumbe yule mwanamke alimnunua kwa milioni 20 na hela. Mwamba kusikia alinunuliwa kwa hiyo gharama ilimuuma kinoma, akaona alichofanyiwa sio sawa. Akaondoka akaja kumzingua sana yule dem. Kumbe ulininunua milioni 20 na hela kwa yule mwanamke na ukuniambia, si ndio? Kwa ndivyo unavyofanya. Kwa ukipata mwanaume ukimpenda unaweza ukaenda ukamnunua kama ulivyoninunua. Kwa kumbe mimi kwako unaonekana kama kitu ambacho umekipata kwa kukinunua, sio mapenzi, si ndio? Mwanamke alijitetea lakini Mwamba hakutaka kusikia. Mwamba ikabidi aondoke amwache huyo mwanamke. Sasa Mwamba asichokijua, ameondoka kipindi ambacho huyo mwanamke akiwa ni mjamzito. Ila mwanamke akaificha hiyo siri ya kumwambia kabisa mshikaji. Baada ya muda kupita, mama mimba imekuwa kubwa. Huyu msaidizi wake bwana akaona kulificha hawezi, akamtafuta mshikaji na akamwambia bwana ulimwacha mwanamke ana mimba na ana mimba kubwa. Mwamba amefika hapa anamkuta mwanamke ana tumbo kubwa. Anamwambia kwa hiyo ulikuwa unataka unifiche? Lengo lako ni nini kunificha na una mimba yangu? Mwanamke akasema kwa kuwa wewe ndio ulionikataa ukaondoka, niliona nikufiche tu nibaki na hii mimba, nikizani nitapata mtu wa kukaa naye, maana sina mtu mwingine kwenye maisha yangu. Wewe ndio mwanaume niliyekupenda na umeamua kunikataa, umeondoka. Kwa hiyo huyu mtoto ndio ningekuja kuwa faraja langu. Mwamba aliomba sana msamaha kwa jinsi alivyomkosea mwanamke, na mwanamke hakuwa na iana, ikabidi amsamee, aruhusu maisha mengine yaendelee tu, pote litakalo kuwa na liwe. Sasa kama na wewe una mwanaume wako ni mlevi, anakusumbua, janaume likirudi alihudumii familia ni lilevi, nenda kafanya utaratibu tu hata wakuliuza wakarikate viungo huko mbele ya safari. Mimi naitwa John, karibu sana kwenye hii channel yetu. Hii inaitwa Movie Bank 1. So kama hujasubscribe ni vyema kama ukisubscribe ukatana na notification bell, maana tukiweka unakuwa ni wa kwanza kabisa kuambiwa kuwa tayari tumeshatisha. Ila pia kwa wale ambao mjenda Movie Time ni vyema ukaandika Movie Time TZ. Unafika kule pia ni channel yetu, subscribe tana notification bell, maana tukiweka kule pia unapewa taarifa. Lengo langu ni hakikishe wote mnapata burudani. Bye bye.